Siku ya jana Januari 18 mwaka 2026 katika fainali ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 iliyochezwa Rabat nchini Morocco, Senegal ilifanikiwa kushinda kwa mara ya pili katika historia yake ya michuano hii hapa muhimu ya soka kwa upande wa Afrika. Mechi hiyo ilikuwa ya kusisimua na yenye drama nyingi sana. Fainali ilipewa Morocco kwa maana kwamba yeye ndio nchi mwenyeji dhidi ya Senegal kwa dakika zote za mchezo wa kawaida, kwa maana kwamba dakika 90. Hakuna timu ambayo ilifanikiwa kufunga na mchezo ulionekana kwenda na kurudi, kwa maana kwamba zile nenda rudi, kwa maana kwamba timu zote pia zikishambuliana, tofauti na vile ambavyo watu wengi zaidi pengine walikuwa wakidhania. Drama zilianza muda wa pili, kwa maana kwamba extra time. Dakika chache tu mara baada ya kwanza, beki wa Senegal alipoteza mpira, na baada ya kushindana na wachezaji wa Morocco, Senegal ilipata nafasi ya kuweza kuclear na baadaye pia kubaki mchezoni. Lakini mchezo pia ndani ya dakika 90 ikawa ni ngumu sana kuweza kujua mshindi nani, kama ambavyo zilivyo taratibu za mashindano, kwa maana ya kwamba mshindi lazima patikane. Mara baada ya dakika 90 ikabidi muda wa ziada uweze kuongezwa. Kisha pia tukio ambalo wengi hawakulitarajia ni mara baada ya Morocco kupata penalty, lakini mkwaju huo pia ulisababisha mzozo mkubwa sana mara baada ya Senegal kwanza kutia mgomo ambao ulianzia kwa kocha ambaye alikuwa akihamasisha wachezaji watoke uwanjani. Ndipo ambapo baadaye moja kati ya mchezaji mkubwa sana, Sadio Mane, ambaye anachezea katika klabu ya Al Nassr, mara baada ya kuonekana akiwashawishi wachezaji wenzake pia warudi uwanjani kuendelea na mechi, na ilikuwa ni dakika za mwishoni kabisa, ndipo ambapo timu ya taifa ya Morocco ilimkabidhi Brahim Diaz, mchezaji wa Real Madrid, kupiga penalti hiyo na kuweza kuinusuru Morocco ili pia kuchukua ubingwa. Lakini isivyo bahati, baadaye Brahim Diaz alikosa penalti hiyo mara baada ya kupiga peneka na Edouard Mendy kufanikisha kuidaka penalti hiyo na kuwarudisha Senegal mchezoni tena kwa mara nyingine. Muda wa ziada wa kwanza, Senegal ilifanikiwa kupata nafasi bora zaidi kutokea kwa mchezaji Pape Gueye, kiungo shupavu kabisa wa Senegal. Alifunga goli la ushindi dakika ya 94 akipiga shuti kali sana, mkwaju ambao ulienda moja kwa moja langoni na kumshinda golikipa wa Morocco Bono, na ndipo ambapo lilikuwa goli pekee ambalo lilipatia Senegal ushindi wa goli 1-0. Ikumbuke kwamba hii ni mara ya pili Senegal kushinda AFCON. Mara yao ya kwanza ilikuwa ni AFCON ya mwaka 2021 walipoibuka mabingwa kwa kuwashinda Misri kwenye mikwaju ya penalty na kuweza kuibuka washindi kwa mara ya kwanza katika historia yao. Mara hii ya pili imekuja miaka mitatu baadaye, tena kwa ushindi mzito sana ambao umekumbwa na drama kubwa na hatma pia ya kuweza kusisimua. Lakini kwa upande wa mashabiki wa Senegal, wamekuwa wakifurahi sana kutokana na ushindi huo pia ambao wamechukua kwa mara ya pili, wakinukuliwa kwa kusema kwamba ushindi huu ni wa hadhi ya juu sana kwenye soka la Afrika, lakini pia wamepata heshima kubwa sana kutokana na kuchukua kombe hilo kwa mara ya pili. Na imeonekana watu wengi zaidi kupitia katika mitandao mbalimbali ya kijamii wakionekana kufurahi kwa kiwango kikubwa sana kutokana na Senegal kushinda katika ushindi huo. Pia baadhi ya wadau pia wakidai kwamba Morocco alikuwa stahili kushinda katika finali hizo kutokana na viashiria vya kubebwa katika baadhi ya michezo toka katika hatua za makundi. Haya, hii ni historia nyingine tena kwa upande wa Senegal, huku pia Mane akipata heshima kubwa sana ikiwa ni mara yake ya pili, na katika baadhi ya mahojiano pia ambayo amekuwa akiyafanya, amekuwa akisikika kwamba hii ni AFCON yake ya mwisho, lakini inawezekana akareview tena kwa AFCON ya mwaka 2027 ambapo mwandaaji wa mashindano haya itakuwa ni Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Na jana tuliona pia Mheshimiwa Waziri wa Sanaa, Tamaduni na Michezo Paul Christian Makonda akikabidhiwa bendera kama mwandaaji rasmi wa michuano ambayo inafuata. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe account yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV, lakini pia usiache